Ulikuwa na tunaogopa. Kiukweli mimi namuomba msamaha kwa sababu hata hakuwa ameanza hata kuniongelesha. Lakini ile paranoid inatukuta sana. Kwa hiyo mimi sitaki kuongea hii. Tunaogopa. Ndio maana utauliza ni media gani ili uwe comfortable. Naelewa kabisa. Ulikuwa unajua hili clip yako itatrend hivi kweli madam? Mimi hata nilikuwa sivijui. Mimi nilikuwa naongea naye kama mwanangu yule. Kwa sababu yeye hata yeye kwa sababu nimesema kwamba sitaki kuongea, si ndio? Naye asingerusha. Unaona ninaongea tu hapo. Kwa sababu nishasema sitaki kuongea. Lakini huenda labda unajua madam, huenda asingerusha pia then watu wangeendelea kueneza habari za uongo. Lakini huenda kurusha pia imefanya wewe pia kuja clarify kumbe hukuwa na nia mbaya. Wala. Ndio maana yake inawezekana imerushwa pia imesaidia. Watu wengine ambao wanafanya hivyo vitu na am I lying kama hawapo wa aina hiyo? No, wengi sana. Yaani hiyo huko sahihi. Mpaka basi. Nataka niwaambie tu kwamba sio kila habari ambayo ni mbaya ndio inakujengea umaarufu. Habari nzuri pia nazo zinaweza kukujengea umaarufu vizuri. Kwa hiyo haina haja ya kumdogosha mtu ili wewe utrend uonekane wewe ndo mwanahabari mzuri. Hapana. Kwa hiyo unaweza ukaandika habari vizuri na ukakuwa mwandishi mzuri ambaye wewe ndo unaandika habari nzuri na ukatrend ukawa maarufu. Kwa hiyo kuna hiyo dhana kwamba nikiandika kitu cha kiskando au nikapindisha maneno ya huyu nitatrend au labda nimemkwaza nitatrend. Sio sahihi. Na master anakujua master kusema mbona rafiki yako mzalo master naye si rafiki yako. Wakaniambia ndio yeye akakufuadia hiyo post yangu wa kwanza kabisa. Aya basi bwana, na ndio maana nimeona comment ya Wopa, Jacqueline Wopa amesema jamani, inawezekana mtu katoka ndani huko ana vitu vingi, stress, kichwa kinauma. Jacqueline Wopa nimeona akakutetea sana hapo kwenye comment. Jacqueline Wopa mwenyewe anajua kwamba uchwara wanamsubu wao. Uchwara tena? Madam. Uchwara tena? Hivi ni kitu kibaya sana, unaweza kukuta hata sijui maana yake na uchwara sasa, yani mtu ambaye katoka huko hana maana yani. Hivyo? Hana maana kutoka huko sweet, yani uchwara. Yani kanjanja, mtu ambaye sio professional yake, sio kazi yake, kavamia tu tasnia ya watu.